Kiingereza, are you invitees? Si ndio hivyo eh? Are you invited? Are you invited? Si ndio hivyo eh? Mimi nimesoma Russia, sasa kuna vitu kidogo narukaruka sana. Naongea, unajua Kiingereza kina vibe ukikosea. Hachuji ukimwona leo kama umemwona jana, ukimwona jana kama umemwona leo. Bahati nzuri mtoko wa Pasaka huu, wale wanamuziki wote unaowajua wa nyimbo za Injili watakuwepo The Dome. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Assalamu alaikum. Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuamsha salama na kutufikisha hapa. Si jambo la mchezo, maana afya ni mkakati wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wote kwa pamoja tulikuwepo hapa, tunatakiwa kumshukuru Mungu kwa neema zake kutufikisha hapa leo na kupata mkusanyiko huu adimu. Ndugu zangu, sisi kama taasisi ya Mama Ongea na Mwanao, nyie ni mashahidi. Tumekuwa tunaitana hapa kugusa kila nyanja ya jamii, lakini vile vile tumekuwa tukisema taifa la Tanzania ni taifa ambalo Mungu alilibariki kwa mikono yote miwili, akalipa baraka mojawapo ambayo tunatakiwa kutembea nayo ni amani na utulivu ambao tumepewa. Na amani na utulivu ambao tumepewa tunatakiwa kuilinda kwa gharama yoyote. Na gharama nyingine ambayo tunatakiwa kuilinda amani hii sio kwa mtutu, ni kwa maombi. Maombi yana nguvu kuliko mtutu. Maombi yana nguvu kuliko matusi. Maombi yana nguvu katika roho zetu. Kwa namna moja ama nyingine, gharama tuliopewa sisi kama taasisi ni kuhakikisha tunasimama na Watanzania, ni kuhakikisha tunaongea na Watanzania, ni kuhakikisha tunasema na Watanzania kwa vitendo. Kwa hiyo kupitia miaka minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan, sisi kama Mama Ongea na Mwanao tukaonelea ndani ya mwaka huu, mwezi huu, Mungu alileta kitu kimoja ambacho kila binadamu anatakiwa ajitafakari sana. Ndani ya mwezi mmoja kulikuwa kuna mwezi wa Ramadhani. Ndani ya mwezi huo kuna Kwaresma. Ndani ya mwezi huo kuna miaka minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Mungu anataka kukuonyesha kwamba mtu mwema hukutana na vitu vyema mbele yake. Kwa hiyo sisi kama taasisi leo hatujaja kuongelea hapa mambo ya siasa au makundi maalumu au nini. Tumekuja kuongelea furaha ambayo Mungu anazidi kutupa. Lakini ndani ya mwezi huo mbeleni kuna Pasaka. Na katika Pasaka kuna mtoko wa Pasaka. Ewa. Narudia hapo. Ndani ya mwezi huo kuna Pasaka. Na katika Pasaka kuna mtoko wa Pasaka. Ewa. Sisi kama taasisi tukasema kuelekea kilele cha Pasaka takuwa kuna mambo mawili. Cha kwanza tukaangalia tunao wamama wajawazito. Wale wamama wajawazito wanahitaji kupewa support. Unajua unapofika kuwa mjamzito kuna mambo mengi unawaza. Kwanza unawaza kiumbe chako. Lakini pili unawaza kama utajifungua salama na mtoto atatoka salama. Bahati nzuri tuna madokta hapa wanaelewa hilo jambo. Tukasema sisi kama taasisi kuelekea mtoko wa Pasaka wa tarehe 20 lazima kuwe na vitendo. Tusiende tu. Tukasema tutatoa package ya hospitali zote za mkoa wa Dar es Salaam za wilaya. Zinaitwaje zile kwa Kiingereza daktari? District level hospital. Unasemaje?
District level hospital. District level hospital. Exactly. Zile zinaitwa district level hospital. Narudia hapo. Zinaitwa district level hospital. Tukasema zile zitamsaidia mzazi kwa sababu zile ni F90. Wengine wanauziwa F90, wengine wanauziwa F45, wengine lakini kuna mama, unajua kazi ya kujifungua ya mzazi ni kazi ya masikini, kazi ya tajiri, wote. Kuna mama hana hiyo lakini anatamani akajifungue kuelekea mtoko wa Pasaka. Tukasema lazima tuiguse jamii ya kina mama. Baki wa kina mama sasa hivi ndio wenye taifa lao. Na ndio maana fursa hii inapopatikana ya kina mama na sisi tuna join nao kuwapa nguvu. Miaka inayokuja niliwahi kusema miaka inayokuja wanaume lazima tufanye mkutano mkubwa mno. Wengi tunaangalia wake zetu vikoba vyao vinaingiza bei gani. Kwa hiyo Mario na watu ambao wataka kufanya kazi ni wengi mno, wanaangalia vikoba tu. Lakini ndani ya mwezi huu tuna mtoko wa Pasaka ambaye si mwingine. Tunahitaji kumpongeza kwa juhudi alizozifanya za kuunganisha kwanza wanamuziki mbalimbali, lakini pili huyu ni mkongwe na uwezo mkubwa wa kuimba. Ameimba nyimbo ambazo ndani ya nchi na nje ya nchi watu wanazipenda. Hachuji. Ukimwona leo kama umemwona jana, ukimwona jana kama umemwona leo. Na vile vile alipotuwekea ile mtoko wa Pasaka, sisi kama Mama Ongea na Mwanao tumeamua kujoin naye. Huyo si mwingine ni Christina Shusho. Tutakuwa naye katika zile mtoko wa Pasaka kumpa support kama mwanachama wetu wa taasisi ya Mama Ongea na Mwanao. Na bahati nzuri mtoko wa Pasaka huu wale wanamuziki wote unaowajua wa nyimbo za Injili watakuwepo The Dome. Wote. Na sasa hivi hakuna kiingilio, dalali naanzia hapa. Sasa hivi kuna lile neno la Kiingereza, are you invited? Si ndio hivyo eh? Are you invited? Are you invited? Si ndio hivyo eh? Mimi nimesoma Russia, sasa kuna vitu kidogo narukaruka sana. Naongea, unajua Kiingereza kina vibe ukikosea. Sichekecheke huko. Vitu vizito hivi. Vinahitaji seriousness. Kwa hiyo sisi kama taasisi tumeamua kushirikiana na tunasema mtoko wa Pasaka wa mwaka huu ndio mtoko ambao utavunja rekodi katika taifa letu. Ni mtoko ambao haujawahi kutokea. Haujawahi kutokea. Pendeza, shika kadi yako, njoo tuimbe na Mungu. Sisi tumegawanyika kila sekta ili mradi taifa lipumue, ili mradi taifa licheke, ili mradi wa Tanzania wajipe nafasi ya furaha. Furaha Mungu kamgea maskini na tajiri. Furaha ipo popote pale unapohitaji. Furaha itafutwi, furaha unaiamua wewe kuitafuta. Unapoitaka furaha ipo, muda wote furaha ipo. Huzuni ni wewe ukiamua maisha yako ya huzuni. Lakini furaha ipo siku zote, furaha ipo. Kwa hiyo furaha siku ya mtoko wa Pasaka, vitu vifuatavyo vitakavyo kuwepo pale. Mimi naogopa hata kusimulia hapa vitu vitakavyo kuwepo pale. Naogopa. Masebene ya Mungu haijawahi kutokea hiyo. Kutakuwa kuna vitu ambavyo viko tofauti na mitoko mingine ya Pasaka iliyowahi kutokea siku za nyuma. Lakini vile vile tutaliombea taifa letu. Vile vile tutamwombea rais wetu. Lakini kauli mbiu ambayo tutaitamka pale ni kauli mbiu isemayo kwa maombi utashinda. Narudia hapo. Kauli mbiu ambayo tunakwenda nayo, kwa maombi utashinda. Kwa maombi tutavuka. Vyote hivyo vinawezekana. Ndugu zangu, na mengi mno, na najua hamkutegemea.
Lakini nataka niwaahidi, na nyinyi mliokuwepo mbele yetu mnakaribishwa wote. Wote kuanzia saa 7 muwe pale. Na Watanzania wenzangu, wale wenye imani na wasiokuwa na imani, ni muda sasa umefika, maana hatujui saa, muda wala dakika. Ni muda wa kumshukuru Mungu kwa neema zake, afya anayotupatia, riziki anayotupatia. Lazima tuimbe, tumfurahie. Ametuzalisha katika taifa lenye amani, lenye miko, lenye maadili, na ambalo bado tunaendelea kusonga kwa kusaidiana. Leo mimi na furaha sana kusimama mbele yenu kusema kwamba sisi kama taasisi tutashiriki moja kwa moja kualika watu, tutashiriki moja kwa moja kushirikiana na Christina Shusho na timu yake nzima kuhakikisha mtoko wa Pasaka unakuwa zaidi ya mtoko wa Pasaka. Na ukialikwa kwenye ile shughuli, pendeza. Mule ndani kutakuwa kuna malive hatari, yani live concert. Pendeza. Ukialikwa katika ile shughuli, alikika. Na ukialikwa katika ile shughuli, njoo ukiamini kwamba umealikwa. Tumekuja hapa na wenzetu ambao watakuja hapa mbele, tutapiga picha pamoja hapa. Lakini nisingependa kumalizia kabla mwenye mtoko wake na yeye hajasema japo neno. Sisi wengine ni wafungua njia, kule jeshini tunaita viherehere. Unafungua njia, ukiona umepigwa bomu kubwa unaenda kuweza ile vita ile. Sio mchezo. Nimepigwa bomu lakini la kung'ata. Kuna mabomu yale ya kung'ata na bomu lenyewe original. Kuna bilia la kung'ata lile wa Korea wa China nini ndo wanapiga sana lile. Sasa linakuja bomu lenyewe. Mimi nimeonyesha tu njia na falsafa. Kwa hiyo mwenye mtoko wake wa Pasaka nadhani mnamjua, aje naye hapa apige maneno kidogo. Lakini nataka kuhakikishia sisi kama taasisi ya Mama Ongea na Mwanao tunaungana naye, tunashirikiana naye katika kuhakikisha mtoko wa Pasaka wa mwaka huu, kwa maombi tutashinda, utakuwa zaidi ya mtoko. Na ukialikwa alikika. Watu ni wengi, na siku hiyo mgeni rasmi wa siku hiyo ni balaa. Ni balaa, haijawahi kutokea hii. Toka nchi imepata uhuru, hii mgeni rasmi anayekuja kesho kutwa haijawahi kutokea. Haijawahi kutokea. Lakini kikubwa zaidi ulichonifurahisha Christina, umekusanya na nchi jirani. Kama Rwanda pale, Burundi, sijui nini, Kenya, wapi, wote tunakuja mtoko. Haijawahi kutokea hii. Na kwa mara ya kwanza na mimi ndo nitatoa nyimbo yangu. Na songi moja linaitwa Umenibadilisha. Umenipokea. Na ya mwisho nimetunga inaitwa Ni Wewe wa Kweli. Hiyo songi nikiimba nyonye mtablo. Na sauti hizi ya njaa, ya injili na ya kupokelewa balaa. Lazima uwe na mipango na Mungu, sio na luka tu. Mungu anahitaji mipango, anahitaji Mungu akumbushwe. Kwa hiyo mimi kila nikimkumbusha nipo, namkumbusha Mungu, sasa hivi nipo kwenye injili. Ndio nimefika sasa. Sio umekaa tu mkumbushi Mungu, mimi mtu wa kamera. Kamera vipi mkumbushe bwana? Kwa hiyo mimi nimemkumbusha Mungu. Nipo kwenye mtoko wa Pasaka. Mungu, naomba unisimamie na hili. Na majibu ya Mungu, bwana Mungu mtu ajabu. Niko njiani akaniambia na hilo litapita. Mungu ana majibu hapa. Na hilo litapita. Na tuna imani litapita kwa uwezo wa Mungu. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana na nimkaribishe master, dada yetu, rafiki yetu, shujaa asiyechuja. Baki kuna watu wengine ukimwangalia wasema huyu kweli anaimba injili huyu. Ukimwangalia hivyo wasema mwenzetu huyu. Lakini Christina bado ngoma ipo. Si mnamuona jamani? Karibu Christina.
Si hapa hapa tu mwenyekiti. Unaweza